Asante. Kwa jina naitwa Shabani Smagwe, diwani wa kata ya Unyambo. Asante. Mheshimiwa, hongereni kwa leo, tunaona kwamba labda wewe kwanza unajisikia hii bajeti najisikia vizuri kwa sababu nani kusa sehemu mbalimbali hasa kwenye miradi ya maendeleo kwenye kila sekta. Kwenye kata yangu miradi mingi ambayo imeenda kutekelezwa katika bajeti hii, nashukuru sana, imegusa kila sehemu miradi mbalimbali. labda sasa wananchi wa kata ya Unyambo, sasa wewe ni mwakilishi wao, lakini kiongozi shupavu na gari ambao Matarajia maendeleo ambayo yatapatikana katika bajeti hii ni makubwa mno, na miradi ambayo ipo itaenda kusukuma katika gurudumu letu la maendeleo, hususani kwenye mambo ya elimu, mambo mbalimbali na maendeleo katika kata yetu. Naam, kwa majina naitwa Omari Hamisi, ni diwani wa kata Ipembe. Nina furaha kubwa sana kwa ajili ya kupitisha bajeti ya siku ya leo tarehe 10 mwezi wa pili 2026. Hakika kikao kilikuwa kizuri, lakini kimesheheni mambo makubwa sana ambayo yanaenda kuleta matumaini makubwa kwa wananchi walioko chini. Asante. Labda wananchi watarajie nini kutoka kwenu sasa mkiwa kama viongozi, lakini nini wito wako kwa wananchi wa kata ya Ipembe? Karibu. Kikubwa wananchi watarajia mambo makubwa ambayo yanakuja kama nilivyosema. Ukiangalia kwenye makaboresho yetu ambayo tulikuwa tunayasimamia na kuyatazama na kuyakagua kwa umakini, yamejaa mambo mengi sana kwenye ujenzi katika miradi mbalimbali. Karibu kila kata imeguswa kwenye swala la miradi. Kwa hiyo kikubwa tu wananchi wajiandae kupokea hiyo miradi, kuipokea, lakini vile vile kuilinda, vile vile na kuwa tayari kwa ajili ya kuisimamia hiyo miradi pale itakapofika kwenye maeneo hayo ambayo miradi imelengwa kufika. Lakini tunafahamu kwamba manispaa ili iweze kuendeshwa lazima kitu kinachoitwa ukusanyaji wa kodi upatikane, kwa maana ya ukusanyaji wa kodi, lakini tuelewe na usimamizi wa kodi. Kitu cha kwanza sisi tunachotaka kuomba sisi kama madiwani, tunaomba wananchi watupe ushirikiano wa dhati, ushirikiano wa kutosha, ushirikiano uliojaa hekima kwa ajili ya wale watakaofika kwa ajili ya kukusanya mapato kwa ajili ya kuendesha halmashauri yetu ama manispaa yetu, basi wawapatie ushirikiano wa kutosha na waunge mkono kwa 100% ili tuendelee kukamilisha miradi ambayo inakuwa changamoto kwa wananchi. Mheshimiwa, shukrani. Siku ya jana katika kikao cha jana tuliona miongoni mwa michango mikubwa na muhimu sana uliochangia jana ilikuwa ni ujenzi wa soko la kisasa pale Ipembe, lakini soko kuu la Singida umechangia, lakini mwitikio ulikuwa ni mkubwa sana kuonyesha kwamba wewe ukiwa kama kiongozi kijana unawakilisha vyema kundi la vijana, lakini imani kubwa ya wananchi waliokuchagua katika kuwasemea kero hiyo. Lakini hebu sema sasa kwa ufasaha zaidi, nini kilichokufanya mpaka ukaamua kuzungumzia soko kuu la Ipembe? Karibu. Nashukuru sana. Ifahamike ya kwamba soko kuu lililoko katika kata ya Ipembe ndio soko kuu la mkoa wa Singida. Hakuna soko jingine zaidi ya soko kuu la mkoa wa Singida ambalo liko kwenye kata ya Ipembe. Kwa hiyo mimi kama diwani wa kata ya Ipembe ninawiwa sana kupatikana kwa soko jipya, kwani changamoto iliyoko pale ni soko ambalo ni la muda mrefu, linahitaji ukarabati, linahitaji ujenzi mpya ili liweze kuendana na nyakati za sasa, kwani limeshakuwa la muda sana. Na iendelee kufahamika kama alivyosema jana kwamba soko hilo ndio linalotegemewa na wananchi wengi, sio tu wa kata ya Ipembe bali ni wananchi wa wilaya Singida mjini na ni wananchi wa mkoa wa Singida ndio wanaolitegemea hilo soko. Kwa hiyo ni vizuri zaidi likawekwa kwenye ukarabati kama alivyowasilisha jana ili iweze kuleta hadhi ya mkoa wetu wa Singida, kwa sababu tunaamini hapo ndiko makao makuu ya mkoa wa Singida. Na ndio soko hilo ama kata hiyo ya Ipembe ndio iliyobeba karibu taasisi nyingi sana. Ukitazama taasisi zote za kibenki zipo katika kata ya Ipembe. Ukitazama kituo cha polisi kipo katika kata ya Ipembe. Sio hiyo tu, makao makuu ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Singida lipo katika ardhi ya Ipembe.
Kwa hiyo nikizungumzia ujenzi wa soko jipya la soko la mkoa la Singida lililopo kata ya Ipembe, nazungumzia ambalo ni jambo ambalo ni pana sana, ambalo linapaswa kubebewa uzito wake ili kuleta hadhi ya mkoa wetu wa Singida. Asante sana. Lakini kwa kuhitimisha, wewe ni kiongozi kijana ambaye tumekuwa tukikuona tangu umechaguliwa, wewe umekuwa ukikimbia, yani mwendo wako ni wa mchaka, hususan katika kuwasemea wananchi wako changamoto mbalimbali. Lakini katika kata yako ya Ipembe, swala la barabara unalizungumziaje? Kwanza nishukuru uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan wa awamu ya 6 katika kata yangu ya Ipembe. Katika kata yetu ya Ipembe tuna mradi wa barabara ambao ni mradi wa TACT ambao unakwenda kuanza kutekelezwa muda si mrefu. Kwa hiyo ujenzi huo pia unaanza kuleta hadhi ya kata hiyo ya Ipembe, lakini hadhi ya manispaa yetu, lakini hadhi ya mkoa wetu wa Singida, kama ambavyo nimesema kwamba pale ndio kituo kikubwa cha mkoa wa Singida. Lakini unaponiuliza swali kwamba nazungumzaje kwenye nafasi hii nikiwa kama kijana, hakika lazima natakiwa nifanye vizuri, kwa sababu tunaamini vijana ni wa leo sio wa jana, na kufanya kwangu vizuri maana yake patatoa matokeo makubwa ama kuaminika kwa vijana walioko nyuma. Kwa hiyo nina kila sababu ya kuhakikisha kwamba nasimamia hilo linakuwa linatimia kwa ukamilifu. Asante sana na shukrani. Asante sana na shukrani sana. Majina yangu ni Mheshimiwa Paulo Ramadhani Kambaku wa kata ya Mtamaa. Ninakiri na kukubali kwamba bajeti ya fedha ya mwaka 2026/27 ambaye ina thamani ya bilioni 46, lakini na bilioni 28 kwa ajili ya mishahara ya watumishi, lakini bilioni 12 kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wa manispaa ya Singida. Kwa hiyo tumeridhia na tumekubali kabisa kwamba bajeti hii ikasimamiwe, lakini wakuu wa vitengo wakasimame kila mmoja na majukumu yake kwa ajili ya kuhakikisha tu kwamba bajeti hii inaenda kutekelezwa, lakini hatimaye ikalete tija na ufanisi kwa ajili ya shughuli za maendeleo ya wananchi wetu. Kwa hiyo tunaomba kupokea lakini na kuridhia, lakini tutaendelea kushirikiana hata kwa vyanzo vya mapato yetu kwenye kata zetu. Kwa hiyo tunaomba kuridhia na kushukuru, lakini na kupongeza kwa ajili ya shughuli ambazo, lakini hata hapo wamefikia 50%. Kwa hiyo nashukuru sana kwa ajili ya hayo. Asante sana. Lakini wananchi watarajie nini sasa katika kata zenu, labda watarajie nini? Wananchi watarajie kuona haya ambayo yamepitishwa na baraza la madiwani, lakini kwa kushirikiana na wataalamu watarajie kuona mambo makubwa ambayo yataenda kutendeka, lakini kwa kushirikiana, lakini mara nyingine wahakikishe na wao pia ni walipaji wazuri wa kodi, ili sasa tunapoenda kutekeleza jukumu hili basi na kodi ziwe zinakusanywa, lakini na wao ni moja ya wadau ambao wanaweza kutoa ushirikiano tuweze kutekeleza majukumu haya ya maendeleo ya manispaa yetu ya Singida, lakini na taifa letu kwa ujumla. Asante. Kwa jina naitwa Shabani Smagwe, diwani wa kata ya Bunyambo. Asante. Mheshimiwa, hongereni kwa leo, tunaona kwamba labda wewe kwanza unajisikia hii bajeti najisikia vizuri, kwanza maafisa kusa sehemu mbalimbali, hasa kwenye miradi ya maendeleo kwenye kila sekta. Kwenye kata yangu miradi mingi ambayo imeenda kutekelezwa katika bajeti hii, nashukuru sana, imegusa kila sehemu miradi mbalimbali. Labda sasa wananchi wa kata ya Bunyambo, sasa wewe ni mwakilishi wao, lakini kiongozi shupavu na gari ambao matarajia maendeleo ambayo yatapatikana katika bajeti hii makubwa mno, na miradi ambayo ipo itaenda kusukuma katika gurudumu letu la maendeleo, hususani kwenye mambo ya elimu, mambo mbalimbali na maendeleo katika kata yetu. Kwa majina anaitwa Shadrack Kasbet Shayo, ni diwani wa kata ya Utemini. Kipekee ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha sisi siku hii ya leo kwa kuweza kupitisha bajeti ya 25-26, lakini pia na kupendekeza bajeti mpya ya 26-27. Kipekee ilikuwa ni bajeti nzuri sana
imebeba uhalisia ya maisha ya Watanzania, hususani wakazi wa maeneo ya manispaa ya Singida mjini. Kiuhalisia bajeti hii ni bajeti nzuri sana, itaenda kugusa kila mmoja ambaye ninaamini alikuwa na mahitaji, hususani kupitia kata zetu, kata 18 za manispaa ya Singida mjini. Ninaamini bajeti hii itatenda haki kwa sababu ni kiasi kikubwa sana cha fedha kilichokadiriwa ambacho kitaenda kukusanywa, na tunaamini kupitia watendaji wetu pamoja na usimamizi wa madiwani kwa pamoja, kwa kushirikiana, tutaweza kuikamilisha kazi hii, na naamini itaenda vizuri na matokeo yataonekana ndani ya bajeti hii. Asante sana. Wewe ni diwani kijana na umekuwa ukijipambanua kwa kupambania vijana, lakini wananchi wa kata ya Utemini. Sasa wananchi watarajie nini kutoka katika utumishi wako ama uongozi wako, ikizingatiwa kwamba wewe ni diwani ambaye unachapa kazi na umekuwa ukijitolea muda wako mwingi kuhakikisha wananchi wanapata maendeleo? Karibu. Asante. Wananchi wategemee mengi mazuri sana, kwa sababu sisi tumeteuliwa na kupitishwa katika kuchaguliwa na wananchi wenyewe kwa ajili ya kuwatumikia wananchi. Hivyo sina chengine ambacho naweza nikakisema zaidi ya kuhakikisha ninajitolea muda wangu pamoja na nguvu yangu kwa ajili ya kuhakikisha yale ambayo yalikuwa matarajio ya wananchi na wakazi wa kata ya Utemini, ya kuwapambania fursa mbalimbali zinazotokana na halmashauri zetu, basi ninapambana kwa kadri Mwenyezi Mungu atakavyonijalia, kwa kuhakikisha ninawasemea kwa kiasi kikubwa, ili lile gawio la kata 18 nihakikishe kwa asilimia kubwa Utemini tunakuwa wanufaika wakubwa, kwa kuhakikisha tunapata miradi mikubwa na inaenda kuleta impact kwa wakazi wa kata ya Utemini. Asante sana. Nashukuru sana. Asante sana. Kwa jina naitwa Salama Ramadhani Ngeni, diwani viti maalum kutoka kata ya Majengo. Kwa kweli tunashukuru sana kwa siku hii ya leo. Tulikuwa kwenye kikao cha bajeti. Kikao hiki cha bajeti kimepita vizuri. Tunashukuru sana, tumepokea vizuri viongozi wote kwa ujumla, wote kwa uhalisia wananchi. Tunawaomba tu mwe na mapokezi mazuri kulingana na uhalisia. Viongozi wetu wamefanya vitu vizuri sana. Vitu vilivyotokea, tunaomba wananchi tu mtakapokuwa mnakutana na viongozi hawa, fanyeni ushirikiano kwenye masuala ya mapato au malipo, tuseme kwenye kodi. Kodi hizo ndio zitawawezesha vizuri, na katika bajeti iliyopitishwa ni kitu kizuri sana ambacho kitawasaidia wananchi wote ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi muwe na matumaini na bajeti hii, na kikao hichi kimepitishwa vizuri kabisa kwa uhalisia wa kuangalia ngazi ya chini na ya juu. Asante sana. Makadirio ya bajeti ya mwaka huu, je, ni kwa namna gani itaenda kugusa uhalisia wa maisha ya wananchi? Makadirio ya bajeti ya mwaka huu yatagusa uhalisia mzuri wa wananchi, kwa sababu katika bajeti hii imepangiwa vizuri kabisa. Kila bajeti imepitishwa kwenye sekta inayohusika, na kila bajeti itaelekeza kwa mwananchi wa aina yoyote yule, kiwango cha chini, kiwango cha juu. Kwa hiyo tuna matumaini makubwa sana wananchi watafikiwa kwa kila namna. Asante sana.